Urusi iliweza kuzindua shambulio kubwa la kombora pamoja na ndege ambazo hazina rubani kote nchini Ukraine mapema kabisa saa za Februari 26, ikilenga mji mkuu wa Kyiv pamoja na mkoani Kharkiv, Zaporizhzhia na Kryvyi Rih, ambapo majengo ya makazi na miundombinu ya raia iliweza kuripotiwa kuharibiwa kabisa. Mamlaka za mitaa zimeripoti hivyo. Milipuko iliweza kutokea kwa mara ya kwanza katika mji mkuu wa Ukraine karibu saa 4 asubuhi kwa saa za huko nchini Ukraine. Hii ni kulingana na waandishi wa habari waliokuwa katika ardhini ama eneo husika, huku mifumo ya ulinzi wa anga ya Ukraine ikishambuliwa malengo yanayokuja. Mkuu wa utawala wa kijeshi wa jiji la Kyiv anayefahamika kama Taimolet Kachenko alisema kuwa Urusi ilikuwa ikishambulia jiji hilo kwa makombora ya ballistic na ndege ambazo zilikuwa na rubani, akiwahimiza wakazi kubaki katika makazi hadi tahadhari ya uvamizi wa anga itakapoondolewa. Meya Vitali Klitschko alithibitisha kwamba ulinzi wa anga ulikuwa ukifanya kazi jijini humo na kuwaonya wakazi kukaa katika maeneo salama, huku uzuiaji ukiendelea katika mji huo. Njia za ufuatiliaji pia zimeweza kuripoti uwezekano wa kuzinduliwa kwa makombora ya ziada kutoka kwa ndege za kimkakati za Urusi, zikidokeza kwamba mashambulizi zaidi yanaweza kufuata. Taarifa kuhusu uharibifu au majeruhi huko jijini Kyiv hazikupatikana mara moja wakati wa kuchapishwa kwa taarifa hii. Mamlaka baadaye ziliweza kuripoti uharibifu katika wilaya kadhaa za Kyiv. Moto pia uliweza kurekodiwa katika mali ya kibinafsi katika wilaya ya Holosivsky, huku nyumba ya makazi ya orofa 2 ikishika moto katika wilaya ya Pichansky kufuatia shambulizi la Urusi huko jijini humo. Kwingineko, mamlaka ziliweza kuripoti haraka majeruhi na uharibifu wa kimiundombinu au kimiundo, huku shambulio hilo likienea zaidi katika mji mkuu wa Kyiv, lakini pia mkoani Kharkiv, Zaporizhzhia na Kryvyi Rih. Hasa pia kwa upande wa mkoa wa Kharkiv, maafisa waliweza kuripoti ya kwamba Urusi ilifanya shambulio kubwa lililohusisha ndege ambazo zilikuwa na rubani 17 na makombora mawili na kushambulia wilaya nyingi kote jijini, hasa pia wilaya za Shevchenkovsky, Kyievsky, Sotivsky na Slobodisky zilishambuliwa haswa, kulingana na mamlaka za mitaa kutoka eneo hilo. Jengo la makazi liliharibiwa katika shambulio hilo, huku watu wasiopungua 9 wakiripotiwa kujeruhiwa. Gavana Olesna Ubovi amethibitisha taarifa hii. Pia makazi ya karibu ya Rai Olenevinka pia yalishambuliwa na kufanya jumla yaliyojeruhiwa katika maeneo hayo yaliyoathiriwa katika mkoa wa Kharkiv kufikia watu 14, ikiwa ni pamoja na mtoto mmoja. Huko mkoani Zaporizhzhia, gavana wa mkoa wa Zaporizhzhia Bwana Ivan Fedorov alisema kuwa ghorofa kadhaa za jengo la ghorofa zilishika moto, huku mtu mmoja akiripotiwa kukwama ndani. Kituo cha ununuzi na nyumba ya kibinafsi pia viliharibiwa katika shambulizi hilo, na mtu mmoja baadaye aliuawa na watu 8 wameripotiwa kujeruhiwa, huku mmoja akilazwa hospitalini akiwa katika hali isiyojulikana. Wakati huo pia mgomo dhidi ya Kryvyi Rih ulijeruhi watu 2, ikiwa ni pamoja na wazee wa miaka 89 na mwanamke mwenye umri wa miaka 82. Gavana mkoa huo anayefahamika kama Oleksandr Hanza aliripoti ambapo shambulio hilo lilisababisha moto katika jengo refu la makazi. Mamlaka ilisema taarifa kuhusu majeruhi na kiwango kamili cha uharibifu bado zinasasishwa, ambako pia mfululizo wa hivi karibuni wa migomo dhidi ya Ukraine unakuja muda mfupi baada ya mazungumzo amani wiki iliyopita kati ya Urusi, Ukraine na Marekani huko Geneva nchini Uswizi. Maafisa wa Marekani pia na Ukraine watafanya mazungumzo mengine huko mjini Geneva leo Februari 26, huku mjumbe maalum Steve Witkoff alisema katika hotuba yake mtandaoni katika mkutano wa mkakati wa Ulaya wa Yalta Februari 24. Hiki pia ndicho ambacho kimeripotiwa saa chache ambazo zimekwisha kupita, hasa kuhusu pia mwendelezo wa mashambulizi makubwa ya Urusi, hasa kwa kutumia makombora pamoja na ndege ambazo zina rubani katika mji wa Kyiv, Zaporizhzhia, Kharkiv na Kryvyi Rih huko nchini Ukraine. Tumeona pia bado uharibifu, lakini pia madhara makubwa kwa raia yanazidi kujitokeza. Tunaona hapa pia kwamba tayari pia kuna raia wamepoteza maisha, lakini pia wengine wamepata majeraha ya mashambulizi haya makombora ya Urusi. Kwa hiyo acha tuone kila ambacho pia kitafikiwa katika mazungumzo huko Geneva, ambako pia lengo hasa ni kutafuta mwafaka wa vita hii. Kwa hiyo zaidi sana tuzidi kuomba amani na pia vita hivi viweze kufika mwisho, ili pia kuona vitu vingine pia vikifanyika kwa amani usawa kabisa katika nchi hizi mbili, Urusi na Ukraine. Kwa sasa kama JMTV sina la ziada, ila nakusikia kwamba basi endelea kutufuatilia kila siku na kila wakati kwa taarifa hizi zote kutoka kitaifa na kimataifa, hasa mizozo ya kijeshi hasa huko Urusi na Ukraine.
usiache kushare, kulike na kusubscribe taarifa zetu hizi ili pia na wengine waweze kuzipata, lakini pia kwako iwe rahisi kuzipata. Asante sana kwa sasa, na pia karibu sana hapo baadaye kwa mwendelezo wa habari na uchambuzi wa habari za kitaifa na kimataifa.